Ndugu mpenzi msikilizaji wa Tuongee TV, nimerudi tena kwa awamu nyingine na leo hii nakuletea vitu muhimu sana kwenye kujiunga na JWTZ 2026. Kwa hiyo yakupasa usikilize kwa makini uweze kujiandaa mapema. Endapo nafasi zitatoka, itakuwa kwako ni njia rahisi ya kujiunga na JWTZ. Kwa maana hiyo, tega sikio lako uweze kusikiliza mambo muhimu ambayo yatakufanya uweze ku-apply kwa urahisi zaidi na bila kuwa na shida namna yote ile. Kama tunavyojua kwamba nafasi za jeshi huwa zinatoka muda wote, na kwa hiyo tunategemea mwakani nafasi zitatoka tena, basi tujiandae vyema. Nitazungumzia mambo kama matatu, kwa maana hiyo naomba unisikilize mwanzo hadi mwisho. Jambo la kwanza cha muhimu sana, uwe na namba ya NIDA. Kama hauna namba ya NIDA ya kupasa ufuatilie mapema na uwe nayo, ni jambo la muhimu sana na ni kipaumbele cha watu wengi sana wanapotoa kazi zao. Lazima uwe ni raia wa Tanzania. Ili uwe raia wa Tanzania lazima uwe na namba ya NIDA inakutambulisha uwe ni raia wa Tanzania. Na jambo la pili, uwe na vyeti original na vyeti sahihi, namaanisha vyeti vya kuzaliwa, cheti cha elimu ya shule ya msingi. Kuna wengine wanahitaji pia uwe na cheti cha form 4. Kama umefika form 6 basi uwe na cheti original cha form 6. Hivyo na kuhasa na kukutaarifu mapema kwamba kama hauna hivyo vyeti au ushaviacha shuleni, yakubidi ufuatilie mapema, maana chance itakapotoka hautakuwa na muda ukimbizana kutafuta vyeti. Kwa hiyo jitahidi ujipange mapema sana. Alafu kingine ni namna ya kuandika barua. Uandishi wa barua unamata sana, kwa hiyo jitahidi kujua namna gani unaweza kuandika barua ya kikazi iliyo sahihi. Maana kuna barua ya kikazi, kuna barua ya kirafiki. Sasa fuatilia uone ni namna gani ya kuandika barua. Itapendeza zaidi ukiwa na sample unakuwa nazo kwenye simu yako, unakuwa nazo kwenye kompyuta yako. Inapotokea kazi yoyote basi unaweza kuedit muda wote na unatuma maombi. Asanteni kwa kunisikiliza na chao. Tuongee TV ndo habari mjini.